niliwaeleza kuhusu habari ya mwendo kasi. Nataka nisiende kwenye mambo madogo madogo, sijui imekuwaje. Nataka niwaeleze picha pana ya mwendo kasi na namna ambavyo dhamira ya serikali hii inayoongozwa na Mama Samia haiko tayari kuona usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam unabadilika. Na hata kama wanatenda katika namna ambayo haiondoi tatizo, na nitakupa ushahidi. Mradi wa mwendo kasi tangu ulipoanza una awamu kama 6. Awamu ya kwanza ni kutoka Kimara mpaka Kivukoni na ina matawi mawili, moja la Magomeni kwenda Moroko na pili kutoka Faya Kariakoo mpaka Gerezani. Hiyo inafanya kazi na ndio imekuwa ikichechemea mpaka leo. Awamu ya pili ni kutoka Posta mpaka Mbagala. Awamu ya tatu ni kutoka Posta mpaka Gongo la Mboto. Awamu ya 4 ni kutoka Posta mpaka Tegeta. Tegeta pale mbele kidogo Tegeta. Awamu ya 5 ni kutoka Mwenge mpaka bandarini ili kufuata barabara ya Mandela. Na awamu ya 6 ni barabara kule Kigamboni. Sasa ninachotaka kukuambia, mimi nilipata bahati na mshukuru kuwa mwenyekiti wa kamati ya utawala na serikali za mitaa, na ndio inasimamia pamoja na mambo mengine wizara ya ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na DART, hii mamlaka inayosimamia miundombinu na swala zima la mwendo kasi katika jiji la Dar es Salaam. Ninakumbuka nikiwaeleza, badilisheni, boresheni miundombinu ili tuweke reli nyepesi ya mjini. Uwekezaji wake hauna tofauti kubwa na uwekezaji tuliofanya sasa. Uhai wake ni mrefu kuliko uhai wa uwekezaji wa sasa wa tunaotumia mabasi. Kwa mfano, uwekezaji wa sasa wa mabasi uhai wake ni miaka kati ya 10 mpaka 15. Ile barabara itaanza kuharibika, na mabasi miaka 7 mpaka 15 uhai wake umeisha. Lakini tukiweka reli rahisi au tram system. Tram ni ile treni nyepesi ndogo ya mjini. Uhai wake ni miaka 25 mpaka miaka 40. Najiuliza, kwa nini mpaka leo wazo la kuweka tram, mfumo wa tram, treni rahisi katika jiji la Dar es Salaam unakuja kuonekana kama mpango wa baadaye mwaka 2025? Dhamira. Na hapo ndani kuna watu wanajichomeka, walete mabasi, kusanye nauli, wajua wanachofanya. Kwa sababu hata sasa hivi hii mwendo kasi sasa hivi inaharibika. Kwa nini? Dhamira haipo. Ndio maana pesa wanakusanya na huduma ni mbovu. Pesa wanakusanya na ukarabati wa mabasi hawafanyi. Pesa wanakusanya na bado wanazongana namna hata ya kugawana mapato. Na hiyo ni pesa inayokusanywa ile tunayoiona, inayopotea huenda ni kubwa zaidi. Wanakusanya wastani wa bilioni 3 kwa mwezi.
na bado mabasi ni mabovu, hayatoshi, na miundombinu inachoka kadiri muda unavyokwenda. Wako wameonyesha mfano nchi kama ya Ethiopia, wana reli ya mjini nzuri sana na inatumia umeme. Nipiga hesabu, ukiangalia awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, pesa ambayo imekuwa committed ni zaidi ya bilioni $1. Hii ni wastani wa trilioni 2 na bilioni 500. Kiwango hicho hicho kingeweza kutupatia mfumo wa treni rahisi ya mjini ambayo haihitaji kubadilisha magurudumu, haihitaji kubadilisha alternator, haihitaji kumwaga oil ya mabasi na mambo kama haya. Matokeo yake mwaka 2025 bado nasikia tunaingia mkataba na kampuni ya kutoka Uarabuni, Abu Dhabi, ituletee mabasi 299. Mabasi tena 2025. Mfumo mzuri wa usafirishaji, mabasi huwa yanatumika katika barabara zinazolisha kwenye reli nyepesi, tram. Kwa mabasi yangekuwa yanatoka Mwenge mpaka Ubungo, Ubungo mpaka Tazara, Tazara mpaka airport, airport Majumba Sita, Majumba Sita Kinyerezi, Kinyerezi, mnielewa, tunafika mpaka wapi? Mbezi Mwisho, kituo kikuu cha mabasi, na pale reli itakuwa inapita. Ingawa kwa sasa hivi reli itakuwa inaishia Kimara, lakini kwa maana hiyo, then mabasi yangeendelea kutoka Mbezi Mwisho mpaka Mbezi ya Chini pale kwenye hospitali ya Masana. Alafu kutoka pale tungeunganisha tena mabasi yangeteremka mpaka Mbezi ya Chini kabisa, barabara ile ya Kawawa, Old Bagamoyo Road. Mabasi ya mwendokasi yangetoka kutoka Kinyerezi yangeshuka mpaka Segerea mwisho mpaka unakuja hapa Tabata relini. Hizo zinaitwa feeder roads, barabara zinazolisha mfumo wa reli. Huoni wakifikiri hivi? Mwaka huu wanasema wapo kwenye mipango. Unagundua tatizo ni dhamira. Wako tayari waanze kutengeneza vituo vya kulisha gesi kwenye mabasi, lakini hawako tayari kutumia gesi hiyo kutengeneza mitambo ya kuzalisha umeme. Unagundua kama si ufinyu wa maono, dhamira, makusudi, hawataki tupige hatua. Lakini kwenye mwendo kasi utagundua mtifuano unaotokea pale ni wa kufanya uamuzi, tena sio wa rais, waziri tu. Kauli hii moja na mgogoro umeisha, lakini matokeo yake unaona kila mtu pale ni kama ni mnufaika. Ni mnufaika. Nani anaruhusu wakaweke karakana Jangwani, mahali ambapo unajua maji hujaa? Basi wanaweka karakana kwa kila mtu anawaona, wanajenga karakana Jangwani, inawekezwa pesa pale, walipa kodi Jangwani. Halafu nini kinatokea? Mafuriko yanakuja, yanaharibu mabasi yote yaliyopakiwa pale. Hatuni mtu kuwajibishwa. Waziri mkuu anaona, makamu wa rais anaona, ndo anahusika na mazingira, rais anaona ndo na dhamana ya nchi. Hakuna anayechukua hatua. Hawa watu hawamaanishi kutuletea maendeleo kwenye nchi yetu. Leo unaleta mabasi mengine 299. Nauliza, nimewaambia kwa bilioni $1 tungeweza kutengeneza mfumo wa tram Dar es Salaam
kwa kutumia phase hizi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kwa miundombinu uliokuwepo na maboresho madogo. Tutaongeza substations, mifumo ya umeme, basi tungaliweza kuwa na mfumo wa treni mkubwa zaidi Afrika baada ya Ethiopia, kwa bilioni $1 au trilioni 2 na bilioni 500. Inataka uongozi, haitaki bla bla. Inataka dhamira ya kweli na ya dhati ndani ya moyo wa kiongozi mkuu anayetuongoza, anayekuwa na maono. Maono ni yale mambo makubwa mazuri ambayo mkuu wetu anayaona mbele, na akieleza anatushawishi kumuunga mkono. Leo ukimsikiliza kiongozi wetu mkuu, anakushawishi kumuunga mkono, anakushawishi au anazungumza vitu ambavyo alitakiwa kuwa ameshavifanya katika miaka 5 iliyopita. Tafakari, ipende nchi yetu Tanzania, tunayo hii tu. Leo hii ninaambiwa idadi ya mabasi imekuwa ndogo mno. Kwa nini? Wanakusanya nauli, hawafanyi ukarabati, hawatengenezi mabasi. Mabasi ni mabovu, lingine mengi, lakini moja limetaka kuwaka moto juzi na kudhuru watoto wadogo na abiria waliokuwemo. Kwa nini? Kwa sababu pesa inakusanya, kama haiendi kwenye maboresho, kama haikarabati mabasi, ambao ndio lengo kuu la msingi. Unataka sisi wananchi tuseme nini kama sio mnakula hela hiyo? Huo ni wizi, ni ufisadi, na watu wanatakiwa kwa wakati sahihi, wakati wake Mungu wetu wa mbinguni, kuchukuliwa hatua kali kwa ubadhirifu mkubwa wa miundombinu hii inayotoa huduma za usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam. Siku hiyo inakuja, na mimi naomba sana Watanzania wawe na amani tena, wawe na mshawasha wa kuifikia siku hiyo ambapo haki inakuwa msingi wa namna tunatoa uongozi katika nchi yetu. Lakini Watanzania wao mnapendaga pia ni wachomekee vitu. Nataka kusema, nimsikia mgombea mwenza anazungumza kuhusu kuikomboa Tanzania, atamsaidia Rais Samia kuikomboa Tanzania, na mimi namwambia Tanzania ilishakombolewa. Ilikombolewa 61 kwa Tanganyika kupata uhuru, ilikombolewa 64 kwa Zanzibar kufanya mapinduzi, na ilikombolewa tuli consolidate ukombozi wetu kwa kuiunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukombozi ulishakamilika. Shida ni viongozi wasiokuwa na dhamira ya kweli na ya dhati kuyaishi maono ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwanza, viongozi wasiokuwa na dhamira ya kweli na ya dhati kuishi kusudi la Mungu wetu wa mbinguni kwa watu wake hapa duniani. Unapokuwa kiongozi, huleti matunda mazuri, mambo mazuri kwa watu ambao ni watu wa Mungu. Wewe hutoki katika nuru, unatoka katika giza, kwa sababu kazi ya sisi viongozi ni kutimiza kusudi la Mungu duniani. Watu wapate maendeleo, wamshukuru na kumtukuza Mungu. Na hapo ndipo kazi ya pili ambayo inakuwa inashajiisha kutokana na kazi nzuri ya kwanza ya kutimiza kusudi la Mungu duniani kwa kutoa maendeleo mazuri kwa watu. Jina la Mungu linatukuzwa. Ukiona watu wanalia, ujue kazi ya kutimiza kusudi la Mungu wa viongozi wameshindwa.